Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media. Exclusive. Kwa mujibu wa takwimu za ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI za NBS za mwaka 2017, Tanzania ina jumla ya mitaa 4263. Na kwa jiji la Dar es Salaam peke yake kuna mitaa ipatayo 565. Katika mitaa yote hiyo 565 na kupatikana ndani ya jiji la Dar es Salaam, leo tumefika Yombo. Kwa nini Yombo na kwa nini tupo hapa? Kuna upekee gani katika mtaa huu? Imezoeleka mara nyingi tukiwatembelea kama hivi ni matatizo, shida, kwamba jamani mtaa fulani kuna hiki tumeibuka. Kuna hiki leo tumekuja kipekee sana. Tumeambiwa hapa Yombo kuna mambo tofauti na mitaa mingine yote Tanzania. Taarifa hizo sio za uongo, ni za ukweli, kwa sababu tunajaribu kupambana ili tuwe tofauti na mitaa mingine. Utofauti unaanzia wapi? Najua nyie wachaguliwa, mnachaguliwa kwa kura na mnakuja na sera, mnakuja na ilani. Kwa nini mmekuja na vitu tofauti ambavyo havijazoeleka katika mitaa mingine ambayo tumezoea kuiona? Nimesikia mambo tofauti hapa bwana. Kama ulikuwa ufahamu mtazamaji, ni kuwa mtaa huu una huduma pia za kielektroniki katika masuala mbalimbali ya malipo. Mtaa huu pia umesajili hadi wakazi wake wakipewa hadi vitambulisho vya ukazi katika mtaa huu. Mawazo yanatoka wapi mwenyekiti? Mipango hii inaanzia wapi? Hebu tuambie kidogo kuhusu Yombo. Sisi binafsi kwa mawazo ya kusajili haswa makazi, ilikuwa ni mawazo yangu binafsi baada ya kuchukua madaraka, kwamba niweze kukaa na wananchi wangu karibu zaidi. Na njia zaidi ya kukaa na wananchi wetu sisi wana Yombo ilikuwa ni njia hii moja wapo ya kutambua makazi. Kwa sababu utapomtambua mwenye nyumba, utapomtambua mpangaji wa mwenye nyumba ni nani, utakuwa kwa karibu sana na mwananchi na utaweza kuondoa na kutatua makero yao yanayowakabili katika mtaa. Kwa nini wewe binafsi haikuwa kwenye ilani ya uchaguzi? Kwenye ilani ya uchaguzi ipo, kwa sababu sisi kama sisi wenye viti tunapoapishwa tunakuwa tunapewa tuseme katiba ndogo ya halmashauri ya manispaa ambayo inasema tambua makazi wako na uwahesabu. Ujue unakaa ngapi, una wananchi wangapi katika mtaa wako na uweze kukaa nao karibu kutatua matatizo yao. Sisi kama ofisi ya mtaa wa Yombo tuliona kwamba sisi tuje na njia ya aina tofauti na miaka yote iliyopita. Ndio maana tulikaamua kwamba kila mkazi wa kudumu, nitarudia neno hili, kwa kila mkazi wa kudumu ni yule ambaye amenunua nyumba katika mtaa wetu na anaishi katika mtaa wetu. Sisi tunamtambua, anakuja kwetu katika ofisi yetu, kuna form tunampa, anajaza. Ni form ambayo inafanana na NIDA, ambayo ni kitambulisho cha NIDA, ambayo ni kitambulisho cha taifa. Kinafanana nacho hiyo form. Lakini form inajazwa online katika kompyuta yetu na tunampiga yule mwananchi picha bure. Alafu maswali yetu akimaliza kujaza, sisi tunampa ID ambayo itakuwa inadumu kwa muda wa miaka miwili. Mfumo wa ID tulioanzisha sio wa strong sana. Hii ID imetengenezwa tu katika ofisi yetu kupitia kompyuta zetu na mashine zetu binafsi za mtaa wetu wa Yombo, lakini tunaenda kuiboresha. Kuna kampuni tumeshaongea nazo na wameshatupatia ID proforma za mashine za kutoa ID za kisasa zaidi kuliko hii tulionayo, baada ya kupeleka kwetu sisi kuonekana kwamba ina pungufu fulani ambazo bado itakuwa haijaingia katika system ya kuboresha kwamba atapokuwa anaenda kokote pale dunia natambulike. Lakini mfumo kufikisha 2022 mwezi wa 12 tutakuwa tuna mfumo huyo mwananchi atapoenda kokote duniani atakuwa atambulika katoka wapi na anaishi wapi na data zake zitakuwepo katika system. Hongereni sana mwenyekiti, ubunifu nimeupenda sana huu, na bila shaka unaweza pia kumrahisishia mkazi wa Yombo kupata mkopo kupitia Kopa Faster kama anatambulika na kitambulisho rasmi kutoka katika mtaa wake. Hahitaji tena barua wala mbombo zingine. Sasa mwenyekiti, hamasa hii inatoka wapi? Nilikuwa nasikia miaka mingi sana hakuna posho, hakuna malipo kwa wenyekiti wa serikali za mitaa. Mimi nashukuru. Nikisema hakuna posho tadanganyana. Posho yetu ni ndogo sana.
hata mafuta ya pikipiki inakuwa haitoshelezi. Lakini ubunifu huu mimi napendaka sana kuambiaga wajumbe wangu wa serikali za mtaa na wenzangu ambao nakutana nao, usione nchi imekufanyia nini, wewe angalia unaweza kaibadilisha vipi nchi yako na utaisaidia vipi nchi yako. Usipojitolea wewe, atajitolea nani? Ndio msemo wangu mkubwa. Usipojitolea wewe, atajitolea nani? Wewe ndio unatakiwa mfano. Utapoanza kujitolea wewe, marafiki zako na watakufuata. Watoto wako watakufuata, baba alikuwa anafanya kitu fulani na mimi acha nifuate. Kuna sehemu mtaona uhalifu, baba alikuwa polisi na mimi acha nikatoe taarifa polisi. Mtapoona ubunifu fulani, baba yangu alikuwa mwenyekiti, basi na mimi acha nigombee mwenyekiti lakini alifanya ubunifu fulani. Nikija katika nafasi ile nitaimarisha ule ubunifu, uje ubunifu wa kiteknolojia zaidi. Nchi tunaenda kiteknolojia sasa hivi kama tulivyoambiwa juzi kwenye kikao chetu cha mkoa. Namshukuru sana kutupa semina fupi kwamba hizo Swift code zinazokuja tutaweza kujaza form zetu za kufanya application nje ya nchi, kwa sababu kuna semina inaandikwa Swift code iko wapi. Sisi Tanzania tunabaki ile sehemu atulijazi, inabaki wazi, tunabaki kutafuta ni plus 255 Swift code ni kitu gani, hawaelewi. Lakini mfumo unaokuja wanaotuletea serikali, rais wetu, TAMISEMI, mkuu wa mkoa, na mfumo sisi tulionao katika ofisi yetu unaenda kuboreshwa kwa njia ya jina ambayo itakuja Swift code. Sasa Swift code hiyo kufika 2022 mwezi wa 12 katika ID zetu na sisi tutaziprint vile vile, ili huyo mkazi wa kudumu ambaye yuko kwenye mtaa wetu tunamtambua sisi kama sisi, na Swift code itakuwa inamtambua vile vile. Tumezoea kusikia ngazi za mwenyekiti wa serikali za mtaa ni ngazi za awali kuja juu. Mwenyekiti, hii mipango sio ya kawaida. Nashukuru kwanza kwa swali lako. Mimi binafsi nilitaka nijitolee niweze kusaidia Watanzania wote kwa jumla. Nafasi nilionayo kwa kweli nafasi kubwa katika mtaa, kwa sababu mwenyekiti ni zamana kubwa katika mtaa. Lakini kama Mwenyezi Mungu atanijalia, kwa sababu Mwenyezi Mungu ni mwingi wa rehema na mwenye kuneemesha neema kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo. Sasa kama Mwenyezi Mungu atanineemesha neema kubwa, basi tunaweza tukafika kwenye ngazi ambazo Mwenyezi Mungu atatufikisha. Siwezi kusema target ni nini, lakini Mwenyezi Mungu atapatufikisha. Tuna imani kwamba tutapofanya vizuri, basi tunaweza tukasonga mbele. Ndio mwenyekiti, hayo bila shaka umemsikia, na sote tu mashuhuda wa Yombo ya sasa chini ya mwenyekiti Muslim. Mambo ni tofauti sana, tofauti na miaka ya nyuma. Yombo kwa natumika kwenye memes, vijana wa kisasa wanasema hivi, lakini sasa ni mfano kati ya mitaa ya mfano kwa Dar es Salaam na hata Tanzania. Nini ambacho tunasema kama ni mwanzo wa mabadiliko haya? Unajua, unapochukua dhamana ya kumsaidia mwananchi ni kitu kikubwa sana dhamana. Sasa wananchi waliniamini, wakanipa nafasi hii, na mimi nikasema na mimi uaminifu wao angalau niwaoneshe kwamba kuna kitu tunakifanya. Kwa wananchi wengi wakija katika ofisi yetu, wao wanajisifu wao kama wao wananchi kwamba sasa sisi tunaenda kwenye mfumo wa kuishi Ulaya. Hata katika kupita kwako mwandishi utakuwa umeona nyumba zote za mtaa wetu wa Yombo tumezipa namba. Na wajumbe wa shina tunashirikiana nao vizuri sana. Tunashirikiana nao kwa sababu hata kufika hapa unavyoona hizo nyumba kupewa namba, wananchi kupewa ID na kuwatambua katika system yetu, katika server zetu, wametokana na wajumbe wa shina. Wajumbe wa shina wamefanya kazi kubwa sana kutufikisha hapa. Nitapenda sana kuwashukuru wajumbe wa shina, wajumbe wa serikali za mtaa, matawi yetu ya CCM wametusaidia sana, kwa sababu masuala ya kusajili makazi ni mgogoro mkubwa sana. Uwezo ukampata mwenye nyumba akawa hana mgogoro. Lakini tumejaribu kuweka sawa, yule ambaye amesharisishwa mirathi yake imeletwa, tumeweka kwenye system yetu kujua mrathi ni fulani. Ndio maana tumeamua kuja kutoa hizi ID. Na hizi ID tunazitoa sisi bure. Ni muda mfupi sana mwenyekiti, kutoka 2019 hadi 2022, na tayari tunaiongelea mipango mikubwa, tunaiongelea mambo ambayo tayari yameshatekelezeka kwa muda mfupi huu ambao umekaa katika nafasi ya uongozi wa mwenyekiti. Kwanza nataka kujua watu wa Yombo walipokeaje mipango hii ambayo kabla haijatekelezeka. Singekuwa rahisi mtu kuiamini kama inawezekana, kwa sababu hakukuwa na mtaa wote wa mfano kwa Tanzania. Kitu kikubwa
ni vile vikao vya wananchi. Sisi halmashauri imetupangia kwa mwaka tuwe tuna vikao vya 4 ya mihadhara na wananchi wetu. Tulikuwa tunapeleka mapendekezo na yalikuwa yanapitishwa. Tunapeleka mapendekezo yanapitishwa na alikuwa yana mapingamizi kwa sababu ni mapendekezo ya kuleta maendeleo ya mtaa. Na kitu cha pili, kila alikuwa anapeleka mapendekezo yetu na sheria zetu ndogo za mitaa, wananchi walikuwa naunga mkono 100% kwamba hiki kitu kifanyike. Na kimefanyika kwa kasi kubwa kutokana na wajumbe wa serikali za mtaa kufanya kazi vizuri. Teamwork yangu imefanya kazi kubwa sana na kwa muda mfupi sana. Nitapenda kuwapongeza vile vile. Lakini kitu kikubwa ni mikutano ya mihadhara, kukutana na wananchi wako kila siku 90. Inaita hamasa kubwa sana kwamba wenye viti wapo na wanakutana na wananchi wao, wanazungumza nao maendeleo yataletwa vipi katika mtaa. Na hii ni njia moja hapo ya kuleta maendeleo. Nimevutiwa sana na vitu vingi kutoka hapa Yombo, na bila shaka kuna cha kujifunza kwa wenye viti wa serikali za mitaa mingine wote walipo Tanzania. TAMISEMI wanasisitiza kuhusu maendeleo, na maendeleo yale yana upimo kwa macho moja kwa moja, na tumeona Yombo. Ndio maana DA24 tumefunga safari hadi hapa kukutana na mwenyekiti kuzungumza naye kwa kirefu. Wakati nakuja hapa nilikutana na baadhi ya wananchi wako, na kila mmoja alikuwa akikutaja wewe kama mstari wa mbele kwenye kila kitu. Mwenyekiti. Huoni kama kuna nguvu binafsi badala ya mwenyekiti kuwa kama taasisi? Hakuna nguvu binafsi wala hakuna taasisi. Ni upendo wao tu. Ni upendo wao kwa sababu tunakuwa tuko nao karibu. Wanapotupigia simu, tunaenda sehemu la tukio lilipotokea au matatizo yalipo. Tunawafuata majumbani kwao. Ndio maana unakuta bwana wanakuambia mwenyekiti, lakini haipo kitu zaidi ya upendo. Wanapokupenda wanaamua kukutaja kwa nguvu. Lakini inapotokea masuala ya maji kuingia kwenye majumba, mvua inaponyesha ambayo mifereji haipo, basi tunatoa huduma ya kwanza, tunafika, tunawasikiliza. Kama kuna sehemu ya kuhifadhi tunawahifadhi. Unaona? Na kama kuna huduma vile vile za hospitali hazijapatikana, basi tunapitisha mchango katika ofisi yetu na kuwapelekea japo kilichopatikana. Mtu anasaba na shida ya shilingi 20,000, lakini amepata 5,000. Matatizo yake yamepungua kidogo kuliko kutatuliwa kabisa. Ndio mfumo tulio nao. Ndio maana unakuta kama mwananchi anapo kama mwenyekiti ni upendo wake tu binafsi. Lakini sisi tunafuata utaratibu wa kazi na sheria za kazi zinazosema. Swali labda la uchokozi tena mwenyekiti. Tungeibadilisha, kwa mfano tuibadilishe Tanzania kuwa mtaa, na wewe ndio mwenyekiti wa mtaa wa Tanzania. Kipi ungekibadilishia cha kwanza? Hiyo ni kweli swali la uzushi kwanza. Mimi binafsi mawazo yangu na akili yangu inapoenda. Mawazo yangu na akili yangu najua kitu hicho kwanza hakipo. Lakini kama itatokea Dar es Salaam kuwa mtaa, nina imani mfumo wa kwanza ambao ningeuimarisha. Mfumo wa kwanza kabisa ambao ningeuimarisha ilikuwa ni mfumo huu wa kumtambua kila mdana Dar es Salaam anaishi katika mfumo gani, anaishi katika nyumba namba ngapi. Huo ndio mfumo ambao ningeuimarisha. Kwa sababu utambuliaji wako wa nyumba namba ungeneka karibu zaidi na wewe. Tupo kwenye msimu wa Wapendanao, mwezi wa pili, msimu wa Wapendanao, na kwetu DA24 tunakupenda wewe mtazamaji na mfuatiliaji wetu wa mitandao ya kijamii. Endelea kushiriki kwa kufuata maelekezo ambayo yanaendelea kupostiwa katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, kwa kutuma ujumbe wako mfupi ama video yako fupi kuelezea Valentine wako ni nani na kwa nini umemchagua, na bila shaka mshindi utakuwa ni wewe. Mshindi anaweza kawa yule ambaye unamfahamu. Sisi tumeichagua Yombo hii leo kuja kuwatembelea, na wewe utachagua DA24 kutembelea katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook, Twitter pamoja na YouTube. Asante kuungana nasi. Mimi ni Abel Kirumbo, mwenzangu hapa alikuwa ni mwenyekiti Muslim Dada. Kabla hatujafunga mwenyekiti, labda ambacho tumekisahau kuhusu Yombo kwa haraka, muda wetu sio rafiki sana. Nashukuru sana. Mimi binafsi sijasahau chochote, ila ni mwezi ulivyosema ni wapenda nao, na mimi labda nitume ujumbe mfupi tu. Naipenda Tanzania. Naipenda sana Tanzania.